Bwana Yesu na asifiwe, mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho utubariki, kipindi ambacho utuinua kiroho. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastoret Machako, Sub-Headquarters, yuko hapa tayari kabisa ili akaweze na kutuletea hayo yote. Baraka za asubuhi ya leo tukaweze na kuzipokea kutoka kwake, kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kumwandaa nayo ni kwa sababu yetu. Pia wewe ninakualika ili ukaweze na kukaribia katika runinga yako, ili ukaweze na kuyapokea yote la mno, tukaweze na kupokea baraka za asubuhi. Karibu, tubarikiwe. Mpendwa, karibu mara tena ili tukaweze kunena neno la Mungu na tukaweze kusikia vile Mungu wetu anavyonena nasi wakati huu. Ningelipenda tusome kwa upamoja kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ningelipenda tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 2 na mstari ule wa 1 tukafike mstari wa 3. Neno la Mungu lasema, ndipo tukakeuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa tukiisunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyosunguka mlima huu vyatosha, keukeni upande ule wa kaskazini. Mpendwa msikilizaji, kuna mambo ambayo tumeyafanya katika maisha yetu, na kuna mambo ambayo huenda umeyafanya na haujapata ushindi siku hata moja. Na hapa tunaambiwa kuhusu safari ya wana wa Israeli walipokuwa wakitoka kule Misri wakielekea nchi ya ahadi. Tunaona ya kwamba safari yao haikuwa safari rahisi. Ni safari ambayo wangelienda kwa siku chache sana na wakaweze kufika. Lakini tunaona wakienda kwa siku nyingi. Maana tunaona hapa mtumishi wa Mungu Musa akinena ya kwamba walipokuwa wameweza kufika, wameshika njia, wakaweze kupita katika bahari ya Shamu. Kuna mahali ambapo walifika katika milima za Seiri. Na tunaona ya kwamba walipofika katika huo mlima, walisunguka mara nyingi bila kuona njia ambayo wangelipitia ili wakaweze kuvuka na kwenda ng'ambo ile ingine. Na tunaona Mungu wetu akiwatazama vile wanavyosunguka huo mlima. Na Mungu wetu ananena na Musa na kumwambia ya kwamba wamesunguka vya kutosha. Mungu anamwambia Musa awaambie wana wa Israeli pamoja naye ya kwamba wamesunguka vya kutosha. Nami ningelipenda kunena nawe, yule ambaye umesunguka mahali pamoja siku nyingi, umekwamia mahali pamoja na haupati hata kufaulu. Mungu anasema ya kwamba imetosha. Mpendwa, kusunguka kwako kumetosha. Mungu anasema ya kwamba mkeukia na umtazame, maana yeye anataka kukupa njia ya kupita ili ukaendelee na maisha yako. Umesunguka katika masomo, umetafuta cheti miaka nyingi, umesunguka katika biashara, umesunguka katika ndoa, mara hii ndoa, mara ile ndoa ingine, umesunguka katika kutafuta amani siku nyingi, umetumia pesa nyingi, lakini Mungu wetu anasema ya kwamba imetosha. Hapo mahali ambapo
ambapo umekaa, imetosha. Mungu anasema ya kwamba imetosha. Ni wakati anataka kukuondoa katika ule msunguko. Ni wakati Mungu anataka kukuinua ili akaweze kukuelekeza mahali pengine. Lakini wapendwa, haitawezekana kama wewe hautakeuka. Mungu akamwambia Musa wakaweze kukeuka, wakaweze kubadilisha ile njia walikuwa wanapita nayo. Mfalme wa mpendwa, keuka, toka katika mambo ambayo yamekufanya ukwamilie mahali pamoja. Ondoka katika mahali tu pa kukamilia. Mungu anataka ukeuke, ukaweze kumtazama. Ananena katika kitabu cha Zaburi, katika kitabu cha Zaburi ile ya 121, anasema ya kwamba msaada wetu watoka wapi? Katika milima, anasema hasha, na anasema msaada wetu katika Bwana. Wapendwa, wacha tukekeuke, tukamtazame Mungu, tukainue macho yetu, tukamuone Mungu aliye na vyote, na anasema ya kwamba kwake yote yanawezekana. Anasema ya kwamba yale ambayo sisi tunaona hayawezekani, yale yanakufanya uweze kubadilika, unaona ya kwamba tu ukae mahali pale, badilika na imetosha. Imetosha mpendwa. Hata kama ni kulia, imetosha. Hata kama ni kuishiwa, imetosha. Ni wakati wa Mungu wetu kutuinua, na atatuinua tu kama tutamtazama. Atatuinua tu kama ni yeye tutamtegemea. Atatuinua tu ni kama yeye tunaona ya kwamba ni yeye anatosha katika maisha yetu. Mara nyingi watu tunakaa tu mahali pamoja, mahali pa shida, mahali tu pa kusunguka tu. Shamba lako kila wakati unalima, hauna chochote. Kila wakati unapanda, hauna chochote. Imetosha. Ni wakati wa kumtazama Mungu ili akaweze kukupa hata na wewe kuona baraka zake na kuona ushindi wake. Kwa hivyo mtazame Mungu, mtegemee Mungu, semezana na Mungu na atakutendea yaliyo mema. Safari ya wana wa Israeli ya kusunguka ilifika mahali, ikafika ukingoni, na hata Mungu akawaambia wakeuke, na wakaweza kuendelea na safari. Hata nawe keuka, umtazame Mungu, na atatenda jambo katika maisha yako, katika watoto wako, katika yale ambayo unatarajia atatenda, maana yeye ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba atusaidie tukamtazame, atusaidie tukakeuke na tukamuone. Na Mungu akubariki unapojua ya kwamba imetosha. Mfalme, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Kuna wapendwa ambao wamelia sana. Kuna wapendwa ambao wamekaa mahali pamoja siku nyingi, lakini unasema imetosha. Wacha ikatoshe. Wacha tukakutazame na wacha tukakae pamoja nawe. Wacha mfalme wetu pakaonekane mabadiliko, pakaonekane neema katika maisha yetu, pakaonekane ushindi, pakaonekane hata kuendelea katika biashara zetu, katika masomo yetu, katika ndoa zetu, hata katika makanisa yetu. Bwana, wacha ututembelee, wacha amani ikaonekane hata katika taifa letu. Maisha ya kulalamika na kulia, vita, Bwana, wacha vikaishe, maana wewe unatosha na wewe unaweza. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Usikate tamaa. Kama unaona kwamba umechelewa, Mungu anajua ni lini akusongeze mbele. Tumeweza na kufundishwa na tukaona kwamba wana wa Israeli waliweza na kuzunguka. Wanazunguka, wanatembea, wanajipata kwamba wako tu pale pale. Lakini si kusema kwamba walikaa hapo milele na milele. Ili ni kutuonyesha kwamba katika haya maisha wakati mwingine unaendelea,
unafanya jambo na unafika mahali katika hizo nyakati katika maisha yetu, unaona tu ni kama unazunguka katika mlima. Mlima unajipata tu ni ule ule. Wakati mwingine unaona kwamba ni kama umemaliza jambo, unajipata tu pale. Wakati mwingine unaona hii changamoto ni kama nimeweza na kumalizana nalo, lakini unakuja tu unajipata katika lile tu changamoto, yale majaribu tu, unajipata tu uko pale. Yaani unaona tu nimezunguka sana. Kwani hii shida hii haina? Kwani ilitumwa hapa kwangu? Mbona hapa kwangu hatuelewani? Mbona hapa kwangu, yaani huu mwaka nikapata ili linakati hivyo, mbona mimi, mbona hapa kwangu? Unajipata tu ni kama unazunguka tu katika ule mlima. Lakini kwa hayo yote tukumbuke kwamba kila mzunguko kuna kusudi la Mwenyezi Mungu. Na la kufurahia ni kwamba kusudi lake sio mbaya. Hata mafikira yake sio mabaya juu ya hilo jambo ambalo unajipata kwamba ni kama unazunguka tu pale. Ipo siku tuamini kwamba kuna haja ya kumgeukia huyo Mwenyezi Mungu. Aliweza na kuambia wana wa Israeli, "Geukeni muende kaskazini." Yaani songeni mbele. Usianze kukata tamaa mama kuangalia nyuma, kutazama nyuma na kubaki pale. Hapana, songa mbele. Usikate tamaa mpenzi mtazamaji. Songa mbele. Na hakika ipo siku utaweza na kujiwa. Utaweza na kuona baraka za Mwenyezi Mungu. Utaweza na kuona kwamba umeweza na kutoka pale. Mungu na akubariki. Atusaidie. Tusifikie wakati ambapo tunaweza na kukosa ama na kukata tamaa. Bye bye.